Baraza la maimamu na wahubiri wa Kiislamu humu nchini wanamtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuondolewa kwenye wizara hiyo kwa kile wanachosema ni kuwa hana uwezo wa kusimamia usalama humu nchini. Wakati huo hoja imewasilishwa kwa chama cha mawakili LSK kutaka waziri Murkomen na naibu rais Kithure Kindiki kuondolewa kwenye sajili la mawakili kutokana na ukiukaji wa sheria ulioshuhudiwa kwenye maandamano. Wakizungumza mjini Mombasa, wanachama wa baraza la maimamu na wahubiri nchini CIPK waliendeleza wito wa kumtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kutimuliwa. Tunasema kwamba hata kama inawezekana atolewe kwa ministry, apeleke mahali kama sio kufutwa. Kama hawezi kufutwa basi atolewe kwa ministry, atafuta mtu ambaye ana busara. Wizara ya ulinzi imemshinda na kila Mkenya ajua halo imemshinda. Muungano huo vilevile ukitaka serikali kuu kufanya mazungumzo na vijana ili kuangazia changamoto zinazosababisha maandamano na ghasia. Hii nchi inahitaji amani. Tujaribu kila jambo tunaloliona hili litaondosha madhara na maafa, tuepukane nalo. Wakati huo, wakili Kefa Ojijo amewasilisha mswada kwenye chama cha mawakili nchini LSK kutaka naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuondolewa kuwa mawakili nchini kutokana na msimamo wao kuhusu maandamano ya Gen Z ambayo yamesababisha zaidi ya vifo 70 tangu mwaka jana. Naibu rais Kindiki na Murkomen wamekosolewa kwa kukiuka sheria na kuendeleza utovu wa nidhamu wakati walisimamia maandamano ya Gen Z mwezi Juni mwaka wa jana na mwaka huu, kinyume na kiapo walichochukua walipoapishwa kuwa mawakili. Seth Olale, Runinga ya Citizen.